Bwana apate kuingia yeye mfalme wa wote. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha mwisho wa kipindi hiki ama sehemu hii ya Majilio. Nafasi Mungu wetu na kanisa tumepata kuweza kufikiria uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, ushirika wetu na Mwenyezi Mungu, na ni maana kwa sababu siku ya leo tunaposherehekea Jumapili ya 4 ya Majilio, tunakumbuka upendo wake Mwenyezi Mungu. Mungu akatupenda jinsi hii, akamleta mwanawe azaliwe kati yetu ili tuweze kuamini na kuwa na matumaini katika yeye, na mwishowe tuweze kupata ufalme wa mbinguni. Upendo huu ni mkuu, kwamba mwanzo Mungu alitumia Agano la Kale, alitumia manabii, alitumia makuhani kuwaleta watu karibu na Mungu. Hao watu wa Israeli, na sisi tukiwa Israeli, kabila lake Mwenyezi Mungu, taifa lake Mwenyezi Mungu, taifa teule na la makuhani watakatifu. Hata na sisi Mungu wetu anaongea nasi ili tuweze kumfikia na aweze kuwa Imanueli, Mungu kati ya watu wake. Manabii walitenda, lakini wanadamu vipi walivyoweza kuongelesha? Wengi hawakuweza kumtambua Mungu, na ndipo Mungu akaona ni heri atume mwanaye wa pekee aje azaliwe kwetu ili tuweze kuamini. Na Mungu akamfanya mwanawe azaliwe kati yetu na mama na baba, na zaidi ya yote ili kila mtu aweze kuamini. Sisi sote tumetoka familia, tumezaliwa na baba na mama. Familia ambayo unajua ni kama familia ya Yosefu na Maria. Katika mpango wao aliweza kuingilia kati shughuli za kifamilia, akaiwezesha kuishi kulingana na mapenzi yake, akaibariki. Na tunapoongea familia hii wote, Yosefu ni mtakatifu, Maria ni mtakatifu, na Yesu ameketi katika kuume kwake Mwenyezi Mungu, kumaanisha familia ambayo Mungu alitakasa kutoka mwanzo. Hata na sisi tunakumbushwa Mungu kusaidia kama sisi ni familia zetu zilitakaswa. Hakuna familia yoyote Mungu hajui na hajui mlango wake. Hakuna familia yoyote Mungu ameitenga, zote anazipenda kwa ujumla. Kumaanisha Krismasi ni kwa sababu ni wakati wa familia zote kukutana, wote kuweza kushauriana mwaka umekuwa vipi. Sisi ambao tumezaliwa na kuwekwa pamoja kama familia moja, ndipo Krismasi unaona watu wakitembea kuna mashinani ili kuweza kukumbuka pahali mtu ametoka na kuondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kumaanisha familia zetu zimebarikiwa, ndipo kila mmoja wetu anajua mwanzo wa familia. Haiwezi kuwa familia yako iko Kakamega upande gani ya kwenda Mombasa, akimesahau familia yako iko Mombasa, iko Kakamega. Kumaanisha Mungu wetu anatakasa familia zetu, zimebarikiwa. Kitu kizuri kiko katika hiyo familia, na zaidi ya wazazi wetu kuonekana na kubarikiwa na Mungu, hivi kwamba kila mmoja wetu ako vile alivyo kwa sababu ya wazazi hao. Mungu akaweza kuinua na kuweza kuwabariki kama Yosefu na Maria, na tena kwamba akaweza kubariki mazingira
environment. And that's why we always say experience is a good teacher. And sometimes the environment shapes our lives. We talk the language we talk because of environment. We think the way we think because of environment. Na ndiposa wakati Yesu alizaliwa Nazareti, katika familia ya huyu mzee ambaye tunaongea juu yake, Yosefu na Maria, tunaona kwamba wengine walisema ni nini kizuri kinaweza kutoka sehemu hii? Ni nini kizuri kinaweza kutoka katika hiyo familia? Ni kwa sababu walisahau Mungu ni Mungu na wali-expect Mungu aweze kuzaliwa katika nyumba za kifalme. Lakini Mungu akaona ni vyema niweze kuzaliwa kwa wale ambao wamekuwa chini, ili niweze kuinua na waweze kuwa watoto wa Mungu. Kumaanisha Nazareti ikaweza kubarikiwa. Kumaanisha na sisi bahali tumetoka sehemu ambayo Mungu alitaka tuweze kuzaliwa na imebarikiwa, na ni kwa sababu tuko vile tulivyo. Tumpigie Mungu makofi. Upendo wa Mwenyezi Mungu kutupenda hivi kwamba akazaliwa kati yetu na mazingira yetu, akaweza kuja kama Emanueli kati ya watu. Wayahudi walikuwa na bahati hivi kwamba walikuwa wa kwanza kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, uwepo wa Emanueli, uwepo wa upendo wa Mungu. Ndiposa walikuwa wa kwanza kuweza kutibiwa ama kupatiwa uponyo wa magonjwa yote, na pia akaweza kuwatoa pepo ili waweze kujua Mungu amekuja kuingilia kati maisha yetu. Maisha yetu itakuwa huru ya magonjwa, itakuwa huru wa pepo zote, utakuwa huru wa mambo yote ambayo mwanadamu hawezani nayo, lakini Mungu amekuja ili aweze kuishi pamoja na watu wake na waweze kuwa wamebarikiwa kama Mungu vile alivyo, hivyo watakavyo kuweza kuishi. Katika hali hii tunaona masomo yetu ya siku ya leo, kupitia upendo wake Mwenyezi Mungu alikuja akaingilia kati ya maisha ya huyu mzee ambaye tunaongea juu yake, Yosefu. Alikuwa na mpango wa kuanzisha familia kama wewe, na ikawa kwamba angetafuta msichana ambaye angekuwa mkewe, na ndiposa akampata Maria. Na huyu mzee sifa zake sio kwa mambo ambayo ameandika. Hakuna jambo Yosefu aliandika katika Biblia. Katika utulivu wake, katika ukimya wake, katika roho yake nzuri, tunaambiwa ni mzee mwadilifu, ni mzee mwenye kumcha Mungu, na ni mzee wa imani na matumaini. Na hapo ndipo tunaona kwamba Mungu aliangalia those traits, aliangalia tabia na maadili ya huyu mzee, huyu kijana katika hivyo, akaweza kumtambua na akaingilia kati shughuli zake, na akamwamini kwamba huyu nikimpatia majukumu ya kuweza kumlea mama wa Yesu na mtoto wangu ambaye atakuwa Mungu kati ya watu, ataweza kutimiza hayo. Yosefu akapata jukumu hili, lakini kabla hajaingia, there was confusion in that marriage. Na ndiposa siku ya leo tutaongea sifa 4 za huyu mzee, kulingana na Mungu vile anavyotaka tuweze kujua maisha yetu kupitia maisha ya huyu mzee ambaye